Asante kwa kutuchagua ama kuichagua runinga ya Azam TV. Una nafasi pia kuungana nasi mbali na runinga yako, kaungana nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo kule Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapo baadaye kupitia mshike. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameendelea na ziara ya kutoa elimu katika mikoa mbalimbali juu ya ununuaji wa jezi halali na kukataa jezi feki. Ziara hiyo ya utoaji wa elimu mkoa kwa mkoa sasa imefika mkoani Manyara na kupita Dareda, Katesh na baadaye gari maalum la Simba litaelekea Singida, Shelui, Igunga, Nzega, Tinde na kumalizia Shinyanga. Usikubali mwana Simba kwenda kununua jezi ya shilingi 10,000 au kanunua jezi ya shilingi 20,000. Sisi tumeshapita huko wana Simba. Tumeshavuka huko kwenye kuvalishwa jezi za shilingi 15,000, shilingi 20,000. Sisi ni timu kubwa, ni mashabiki wenye hadhi kubwa. Bei yetu ya chini ni shilingi 45,000, lakini ukihitaji ya jumla uweke dukani kwako ni shilingi 32,000. Kwa hiyo kama unahitaji sogea pale tukuuzie kwa bei ya jumla shilingi 32,000. Katika hatua nyingine, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweka wazi mipango ya timu hiyo kwa msimu unaokwenda kuanza ama ulioanza hivi sasa mwaka 2025-26, huku ikiwa na matarajio makubwa kufanya vizuri kwenye mashindano yote ambayo inashiriki. Malengo yetu yako ya aina mbili: kimataifa, kufika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mara zote kwenye ligi ya mabingwa tumekuwa tukiishia kwenye hatua ya robo finali. Safari hii tunataka kuvuka hapo kwenye robo kwenda mpaka kwenye nusu finali. Msimu uliopita tumecheza finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ikitokea mwaka mwingine tukacheza tena kombe la shirikisho, malengo yake itakuwa ni kuchukua huo ubingwa. Lakini kwenye ligi ya mabingwa malengo yetu ni nusu finali. Kwa safari tulianza dhidi ya Gaborone United, tukavuka, tukasogea hatua inayofuata. Tarehe 19 Mwenyezi Mungu akipenda tunakwenda kucheza mechi nyingine na timu inaitwa Nsingizini kutoka Eswatini. Huyo naye tutambomoa, tutakwenda hatua inayofuata. Hakuna timu ya kutuzuia sisi tusiende hatua ya makundi. Kwa hiyo tunamnyonyoa vizuri tarehe 19 na mechi ya marudiano tunakwenda kumpelekea pumzi ya moto. Mnyama anaingia group stage bila mashaka ya aina yoyote. Tukishafika group stage, huko ni mwendo wa dozi tu. Benjamin Mkapa tumwachi mtu mpaka safari yetu ifikie ukingoni, nayo ni nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye michuano ya ndani tuna michuano mikubwa miwili: ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Hizi zote mbili tunataka kubeba msimu huu na tutabeba insha Allah kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Lakini kuna michuano mingine midogo hapo. Kuna Mapinduzi Cup, kuna Muungano Cup, na chochote kitakachoibuka hapo, hata kama kuna Hanang Cup, tutakwenda tutabeba na wenyewe. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba kutoka Dar es Salaam wametoa maoni yao kuelekea mchezo wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini utakaopigwa Oktoba 18 mwaka huu. Tulipoishia ndo tunapoanzia sasa hivi. Sisi mwendelezo ni ule. Simba anaiona kwenda nusu finali na finali, kwa sababu kama kombe la shirikisho tumeenda finali, klabu bingwa tulishindwa kwenda finali. Kwa hiyo ni Simba ambayo naitegemea kwenye kufanya makubwa zaidi. Tukiwa na kocha mpya, tukiwa na benchi jipya la ufundi, tukiwa na manager mpya wa Simba Sports Club. Sisi ushindi yani lazima. Tunashinda nje, ndani. Japo wengine labda na swasa labda kocha hajawahi kumuona sijui, lakini Matola hayupo. Kwa hiyo mechi kwetu sisi nzuri tu. Yaani ushindi lazima uwepo. Hamna shida ushindi. Mwalimu na imani sio sababu na msingi kusema labda akaichukua timu, lakini pia ana muda wa wiki mbili, japo inawezekana kuingiza vitu vyake itakuwa ni ngumu,
lakini na imani timu itacheza vizuri kwa sababu ilishaanza kushine tayari. Kwa hiyo mimi naona hilo halitakuwa swala gumu kwa timu yetu. Kikubwa sisi ni kuisupport, kwa wale ambao watakopata nafasi kwenda kuisupport pia waende. Kwa sisi hao ambao sisi tabaki huku, basi tutaiombea dua timu yetu ifanye vizuri. Lengo letu ni kushinda na kuendeleza rekodi yetu. Ikiwezekana mwaka huu ni kucheza nusu finali na kuendelea zaidi. Tumeondokewa na kocha wetu, lakini naamini mabadiliko yaliyofanyika kwa kocha alioletwa mwingine mpya atazidi kufanya mabadiliko makubwa, kwa sababu naamini hata yeye ile timu tuliyokutana nayo Kilenki tumewazidi. Ni timu ndogo kwetu sisi, lakini ilitupa changamoto kubwa sana. Ile ni kutokana na mwalimu aliyokaa naye. Naamini na yule mwalimu ndio tumemchukua sisi, tunaye sisi. Naamini ni mwalimu mzuri, atafanya vizuri na mchezo wetu unaokuja naamini tutafanya vizuri zaidi. Ya mpira wote usimbeze mtu. Hata kama yeye ni mdogo, sisi ni wakubwa, tumbeze. Tukichukulia mfano mechi iliyopita na wale nani tulikuwa tumewabeza, mwisho wake tukaona kama mechi inataka kutupalia. Ila kiukweli tulikuwa tujakaa vizuri. Ila mimi nawashukuru viongozi, kila panapokuwa na makosa wanafanya vizuri. Sasa hivi sisi tumeleta meneja, tuna kocha, tuna meneja. Na shughuli za meneja unazijua, umeona. Kwa hiyo mimi nafikiri mchezo utakuwa mzuri tu kwetu. Tuwageukie Young Africans sasa, ambapo baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo kutoka Dar es Salaam wametamba kwamba timu yao itaichapa Silver Strikers ya Malawi Oktoba 18 katika mchezo wa kwanza hatua ya pili mtoano ligi ya mabingwa barani Afrika. Kikosi changu kipo vizuri kwa sababu kwamba tuna asilimia kama 80 ama 90 na wachezaji wa zamani tupu, ambao hata tukipanga list wachezaji wa zamani ina maana kwamba timu yetu ni nzuri. Yaani hata tukiacha mgeni, tusimpange mgeni hata mmoja, timu yetu inaamini inakuwa inafanya vizuri. Na kwa sasa hivi kocha wetu ameshawazoea wale wageni na wenyeji ameshawazoea. Naamini hapo ndo sina wasiwasi kabisa. Naamini tunaenda kuchukua ushindi mkubwa tu. Tunategemea kupata ushindi. Kupata ushindi, sio ushindi mkubwa sana kwa sababu tunaenda kucheza away. Tutacheza kwa mahesabu zaidi. Tucheze kule ili baadaye tubaki na energy ya kumaliza mechi yetu hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo naamini kikosi kiko bora, kocha yuko vizuri, uongozi uko vizuri, na sisi mashabiki tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuipata support timu yetu. Malawi ni sawa na hapa Tanzania tu. Ni mpaka hiyo, sijui unanielewa. Na wasiachie hii mechi, wasiachie tu watu wa Dar es Salaam. Inatakiwa mikoa yote yenye mpaka na Malawi, kama wewe ni mwana Yanga, hakikisha siku ya uwanjani utakuwepo. Usisubiri tu gari zitatoka wapi Dar es Salaam ndio usipate washabiki watakuwa ndani ya uwanja Malawi. Hata wewe kama ni mwana Yanga kule ndani ya Malawi, vaa jezi yako siku hiyo kuja kushabikia timu yako. Hiyo ni timu ya wananchi. Yanga bingwa, Yanga big shot. Yanga kubwa sana, timu ya wananchi. Rais wetu RC, viongozi wetu wote, wale waliosema kama mtoweza ni uongo. Daima mbele nyuma mwiko, Yanga ni namba 1 kote. Yanga ni dude kuba tena kiboko yao. Naam, tutazame sasa uchambuzi kidogo. Niungane na Andrew Kinga Mkono kuweza kusikia mtazamo wake kuhusiana na michuano hiyo ama michezo ya kimataifa. Karibu sana Andrew. Asante sana. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Na kila mmoja anajifua kwa nafasi yake. Tukianza kwa tazama wekundu Msimbazi, Simba amezungumza vyema Ahmed Ali kwamba kila kilichopo mbele yao sasa hivi ni kupiga, wamepanga ukibeba ikiwemo ligi ya mabingwa. Kabisa, kwa sababu kwanza wanatoka kwenye unyonge. Mechi iliyopita walipita kwa jasho na damu. Kwa hiyo wana Simba lazima uwaaminishe tena. Sasa amekuja Dimitri Petrov kwamba anakuja kuleta jambo jipya, kwamba lazima tuwaaminishe mashabiki kwamba sasa tutakwenda kwenye mashindano. Turudi, yaliyopita yamepita, tuna manager mpya, tuna benchi jipya, tunataka kufanya jambo kubwa kwa sababu tuna rekodi yetu. Tumefika finali msimu uliopita ya kombe la shirikisho. Tuna rekodi ya kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa. Tuna kila sababu, historia inawabeba wana Simba. Kwa hiyo lazima uwaambie wana Simba kwamba timu yao iko imara na usajili ni mzuri. Kilichokuwa kinaonekana mapungufu madogo ya wachezaji, kukosa nguvu, kukosa hali ya mchezo, labda kutokana na hiyo yaliokuwa nyuma kabla ya kocha Fadru kuondoka. Kwa hiyo nadhani wachezaji walikuwa wamepoteza morali. Kwa hiyo naamini kocha amekuja, manager amekuja na benchi lake pamoja na Matola watatengeneza ile nguvu ambayo Simba inatakiwa. Wachezaji warudi kwenye spirit yao, warudi kwenye kasi ile ambayo wanatakiwa kuwa nayo. Ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja uonekane na ubora wa timu kama timu uonekane, kwa sababu ilikuwa changamoto sana kwa Simba. Unaona wanacheza mmoja mmoja na wengine hawana viwango vile ambavyo vinastahili kuwa kama timu ambayo haikuwa kwenye mazoezi kwa muda mrefu. Kwa hiyo nadhani kwa ujio wa manager ni tumaini jipya kwa Simba na mechi yao ya kwanza itakuwa ni hii. Ukiacha mechi ya kirafiki waliocheza hapa karibuni, lakini naamini kabisa hii kikosi kinatengenezwa bora zaidi kuhakikisha kwamba Simba inatimiza kile ambacho wanakitaka kufanya. Dimitri ambaye unamzungumzia ama kumgusia kwa namna moja ama nyingine, hajacheza bado mchezo hata mmoja wa kimashindano.
akiwa na kuna Msimbazi Simba kama meneja mkuu kama ambavyo wamemtambulisha wao. Anakabiliwa na kibarua kizito, lakini kuna mechi moja tayari imechezwa ambayo imechezwa behind all tunasema haikuonyeshwa ya kirafiki, wamecheza dhidi ya Al Hilal. Kupata mchezo kama huu kuna muongezea nini kuelekea kwenye mechi ambazo zinafuata, kwa sababu test ya Al Hilal ni ya kimataifa pia? Ni kiwango kizuri cha mechi ya majaribio. Kwa kuwa imechezwa milango imefungwa, inawezekana matokeo yakajulikana, lakini kile kilichoonyeshwa ndani ya uwanja watu wengi hatujakiona, kwa hiyo hatuwezi kukizungumzia sana kwamba timu imeboreka kwa kiasi gani. Kwa hiyo ule ubora hatujui, lakini tunaamini mechi hii ni kipimo chake sahihi zaidi, kwa sababu inampa viwango vya kimataifa, kwa sababu wale wenzao na wao kwenye mashindano wanataka kufuzu kwenye group stage. Kwa hiyo inampa ile hadhi kwamba unakutana na mabingwa wa Sudani ambao wana timu nzuri, wana rekodi nzuri kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo naye Dimitri anakuja kuambia wana Simba, sasa hiki ndio mwelekeo wa kikosi changu. Na mechi yake ya kwanza tabu yake anaanza na mechi ya majaribio, mechi ya mashindano. Anaenda ugenini. Kwa hiyo kikubwa ametoka South Africa, anajua ametoka Botswana na Eswatini sio mbali. Kwa hiyo ni uko upande wa kusini. Kwa hiyo uchezaji na aina ya wachezaji wanafanana. Kwa hiyo anajua mazingira. Kwa hiyo kwa uzoefu wake nadhani atawapa kitu kipya Simba ambacho wanakitegemea. Young Africans na wao wameendelea na maandalizi na mashabiki zao wanaonekana kuna imani kubwa na ushiriki wao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukiacha msimu juzi ambao waliacha alama kubwa bondeni kwa Madiba na Mamelodi Sundowns, msimu uliofuata hawakuwa pazuri sana. Leo wanakwenda kujiandaa na mchezo ambao pengine wanafanya maandalizi zaidi ya mchezo ambao kwenye hizi mechi mbili ndio zitaamua hatima yao kwenye makundi. Wao unawatazama vipi? Nawapa Yanga nafasi kwa sababu kocha Romain Folz amekuja ametengeneza kitu kipya. Japokuwa watu wamekosa imani naye, lakini bado yeye ametengeneza kitu kipya. Timu imeshinda mechi zake 2 za kwanza, imeshinda magoli 5 bila kuruhusu. Na hata kwenye ligi imeshinda mechi zake vivile, imetoa sare moja bila kuruhusu goli. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo ina ukuta mzuri na vivile ina safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa hiyo kwa wanayanga wana sababu ya kujivunia, hasa kutokana na mechi yao dhidi ya Willet walicheza vizuri. Walionyesha mpira mzuri, wachezaji walicheza kwa kujiamini, wakatengeneza nafasi nyingi, wakafunga yale magoli. Kwa hiyo unaona kwamba Yanga hawana sababu ya kuwa na wanyonge. Ukiacha hizi kwamba timu haichezi vizuri lakini timu inapata matokeo. Wakati mwingine kwenye mashindano, kwenye hatua za mtoano na hii unahitaji zaidi matokeo kuliko kucheza vizuri, kwa sababu unaweza ukacheza vizuri alafu ikakukuta jambo baya. Kwa hiyo wanajiandaa vizuri na wanayanga wana kila sababu ya kuendelea kuisupport timu yao. Malawi si mbali. Watu wajiandae waende Malawi wakaisupport timu yao, na mimi itakuwa mechi nzuri zidi ya Silver Strike. Hausio. Waje tusubiri tuone nini ambacho watatupa huko. Hausio. Sawa. Ni Andrew Kingamkoro, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye soka hivi sasa. Ni mshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Michezo miwili ya nusu fainali ngao ya jamii kwa upande wa wanawake imepigwa leo katika dimba la KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, ambapo Simba Queens imepata ushindi mbele ya Mashujaa Queens, wakati Yanga Princess wao wakipoteza dhidi ya JKT Queens. Omari Suleiman amekuwa shuhuda wa mechi zote hizo mbili na kutuendelea taarifa ifuatayo. Ya kumtafuta jamii kwa wanawake imepigwa leo, ambapo timu ya soka ya wanawake ya Simba Queens imefanikiwa kutinga hatua ya fainali baada ya kuwachapa Mashujaa Queens mabao 2 kwa nunge. Magoli ya Simba Queens yaliwekwa nyavuni katika dakika 33 na Asha Omari, na la pili likafungwa na Aisha Mnuka katika dakika ya 74 kipindi cha pili. Aisha Juma kini namna gani? Aisha Juma chopu, Aisha Juma anaondoa matumaini kwa Mashujaa Queens. Mpira ulipigwa counter attack hivi, walinzi wakachanganyana, akacheza defender yule ni Koko Wali, lakini wakashindwa kuwa na utulivu walinzi wale. Mchezo mwingine wa kufungia siku ukawakutanisha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya wanawake JKT Queens waliomenyana na Yanga Princess, na hivi ndivyo namna mambo yalivyokuwa. Wamecheka na nyani, wamevuna mabua. Winifrida Gerard Abedbango anawatanguliza JKT Queens. Defu litangulizwa. Winifrida katika nafasi nzuri, hesabu za kupata mpira, na wakati huu haikuwa rahisi. Akudo Esther Obona akabaki kushangaa tu akipita Winifrida, na hapo ndipo kosa lilitokea. Wameanzishiana kwa namna yao. Wema
tumbukiza mpira ule, nafasi ile, ana level scoreboard Yanga. Jeanine Mukanda Yisenga ana level scoreboard, anairudisha mchezoni Yanga Princess. Ukiwa umesalia muda kidogo kwenda half time, na hii inaweza kuwa ni heri kwa Yanga. Ilitumbukizwa ile. Hatimaye mchezo huo ukaenda mpaka kwenye hatua ya matuta. Vita mikwaju ikawa kali hadi pale mwishoni bahati ilipoamua kwenda kwa JKT Queens. Ilikuwa na dalili nyingi sana ya kupotea ambao wanaweza kuokoa jahazi. Zipo dalili, ni magolikipa. Alikaribia kuifikia hii Zubeda Mohamed Mgunda. Agnes Palangio anakwenda kufanya anachoweza kufanya katika hatua hii. Yuko pale Diana William Mnali, Lydia Okot bench. Wanashuhudia atakachokifanya Agnes Sawe Palangio. Agnes! Oh my goodness! Wanakwenda finali JKT Queens. Yanga Princess hawakumtaka Simba Queens. Kwa matokeo hayo, sasa mchezo wa kuamua nani kutoa ubingwa wa ngao ya jamii utazikutanisha timu za soka za wanawake Simba Queens watakao wakabili JKT Queens Jumapili ya tarehe 12 wiki hii katika dimba la KMC Complex. Je, nani kuibuka mshindi wa kinyang'anyiro hicho? Omari Suleiman, Azam Sports. Bingwa mtetezi wa michuano hiyo ni JKT Queens na taungana ama taminyana na Simba Queens hapo weekend hii. Ugani pia naenda kinga mkono kwa mara nyingine kuzungumzia kuhusiana na michuano hiyo. Bana, ngao ya jamii hatimaye imepigwa, kihusisha timu 4. Wawili wamekutana saa 7, wawili wengine wamekutana baadaye saa 10. Na baada ya mchezo kumalizika, Yanga Princess safari yao imeishia hapo. Tukianza na wao ugumu kwao ulikuwa wapi kwenye mchezo huu? Na Yanga Princess. Pengine tuanze na Simba Queens kwa sababu wao ndio tunaowatazama sasa. Simba wametumia uzoefu na wenyeji wazidi Mashujaa. Mashujaa walionekana walikuja vizuri, walikuja wakicheza kwa kujilinda. Nadhani jua nao lilikuwa linawasumbua wachezaji wote. Kuna wakati unaona kama moto vile ulikata, wachezaji wakapunguza kasi. Goli wamefungwa ni magoli ya kukosa uzoefu. Goalkeeper unaona aina ya goli ambao wamefungwa Simba Mashujaa. Yaani unapigwa mpira mjuu unashindwa kujilinda. Hii timu ambazo zinaonekana bado wachezaji hawajakaa vizuri kwenye viwango vyao, labda kutokana na mechi ya mwanzo wa msimu. Nadhani makocha wanabidi watengeneze tena ili kuongeza ushindani kwa wachezaji. Lakini Simba wametumia vizuri nafasi zao mbili walizozipata. Mashujaa walikuja vizuri, walipaki basi lao vizuri, lakini bahati mbaya uzoefu ukawatenganisha timu hizi mbili. Kwa hiyo Simba ikatumia nafasi hiyo, ikapata matokeo na wamekwenda finali. Kwa mara nyingine wanakwenda finali. Tutazame Yanga Princess ambao wao safari yao imeishia hapo na wamenyana na bingwa mtetezi. Mambo yamekuwa magumu, lazima mpaka mikwaju ya penalti ndio wakaondoka. Ilikuwa mechi nzuri, mechi yenye ushindani kwa sababu kulikuwa Yanga ina wachezaji wengi wa kimataifa kulinganisha na JKT Queens. Kwa hiyo kulikuwa kunaonekana tofauti. Japokuwa JKT Queens na wenyewe wana wachezaji wengi ambao walikuwa kwenye timu ya taifa na vivyo wametoka kuchukua ubingwa wa kombe la Kagame, mashindano ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo walikuwa na timu nzuri vivyo. Kwa hiyo walicheza vizuri, nafasi chache zilizopatikana kwenye mchezo watu wakazitumia vizuri. Unaona JKT Queens goli lao limefungwa vizuri, shuti lile la mbali, kipa wa Yanga alidhani sijui ataweza kupangusa wale mpira lakini akashindwa, akaingia golini. Yanga vile vile wakarudi wakasawazisha. Kwa hiyo ilikuwa mechi ambayo ina ushindani sana uwanjani. Japokuwa kuna wakati unaona wachezaji bado kunahitajika ile hali ya mchezo ya kasi kidogo. Unaona wachezaji kuna pasi zinapigwa zinaenda nje, unaona watu hawana yani ile kasi ya kukimbiza mchezo inakuwa haipo. Kwa hiyo Yanga safari yao ikaishia hapo kutokana kwamba na kukosa penalti, lakini kimchezo kocha Yanga alitengeneza timu yake vizuri na imecheza vizuri kwa muda wote. Mabingwa watetezi wameenda kuingia finali. Na mechi ya JKT Queens na Simba Queens haijawahi kuwa nyepesi pindi ambapo wanakutana. Nadhani mara mwisho pia kwenye michuano hii walikutana wao kwa wao kwenye finali iliyopita. Nadhani Simba Queens atakubali kupoteza tena. Huo ndo mtihani ambao nataka kuona kwa sababu Simba naona wamebadilika, hata JKT wao wanataka kuendeleza ubabe wao. Kwa hiyo naona finali ambayo kila mtu ashachukua ubingwa mara moja wawili wanaokutana kwenye hii finali. JKT alichukua mwaka msimu uliopita na Simba alichukua ilipoanza kwa mara kwanza haya mashindano. Kwa hiyo wanakutana tena kwenye finali kwa mara ya pili. Kwa hiyo naamini kutakuwa na ushindani mkubwa
kwa sababu Simba na wenyewe ana rekodi nzuri kwenye mashindano ya ligi ya wanawake. Yeye ndio alikuwa mwakilishi wa kwanza wa Tanzania kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo na JKT wanakuja na wenyewe washashiriki, washaonja Ulaya ya ligi ya mabingwa, wanataka kwenda tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo ni mechi ambayo mashabiki wengi wajitokeze zaidi walivyojitokeza kwenye mechi za leo. Naamini kutakuwa na ushindani mkubwa uwanjani, watu watapishana vizuri na bingwa atapatikana, atakuwa bingwa sahihi kwa kuhakikisha kwa ajili ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi. Na wengine wajiandae kwa sababu inaonekana bado timu kama hao ambao wanashiriki ya mashindano viwango vyao bado viko chini. Naona wengine nao waongeze juhudi kuja kuziandaa timu zao kwa sababu ili waje kuonyesha ushindani kwa sababu ligi ndio inaanza na inaonyeshwa. Kwa hiyo wakiwa na viwango bora watavutia mashabiki wengi na itafungua fursa nyingi kwa vijana, hasa mabinti hao ambao wanacheza soka la wanawake. Ukimwacha Yanga Princess ambaye tayari ameshaondoshwa kwenye michuano hii, finali hii inajirudia kwa mara ya pili. Na inajirudia kwa mara ya pili katika namna ambayo Simba Queens kwanza ubingwa wa ligi amepoteza kwa nukta chache sana dhidi ya JKT. JKT kaenda kimataifa, amerudi na ubingwa. Kuna namna ni kama pengine namuona Simba Queens akiingia kama timu ya pili kwenye mchezo huu. Naona sahihi ama lolote linaweza kutokea? Simba kwa sababu huyu tayari ni bingwa mtetezi katika ligi. Hata kwenye mashindano ni bingwa vile kombe alichukua yeye. Kwa hiyo lazima Simba atakuwa timu ya pili. Japokuwa kwenye mpira lolote linatokea. Kuwa timu ya pili sio kwamba wewe una nafasi ya kuchukua ubingwa au kushinda mechi. Jinsi gani umejipanga kuwadhibiti wapinzani wako. Unaona? Kwa hiyo kama Simba wenyewe wakicheza kama walivyocheza leo, wakiboresha yale mapungufu machache ambayo walikuwa nayo, naamini wataonyesha JKT kitu. Ambao JKT nao leo walikuwa kwenye safu yao ulinzi, kuna wakati ilikuwa na ruhusu mipira mingi inapita, kitu ambacho ni hatari kwenye mechi kama hiyo ya finali ambao na Simba nao ni wazuri, wana washambuliaji wazuri na magoli yao umeona wanajua kutumia magoli ya faulo. Kwa hiyo na wenyewe wajipange kwa hilo. Kwa hiyo naona mechi itakuwa ngumu na ushindani utakuwa mkubwa kwa timu zote mbili. Na hasa hawa ndo naona wamebeba soka la wanawake kwa sasa. Yanga ndo wanajipanga upya, lakini soka la wanawake kwa sasa Tanzania ni JKT Queens na Simba ambao wameshashiriki mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo wana kila sababu ya kuonyesha ile ladha ya mpira wa Afrika katika ardhi ya Tanzania kwa mashindano ya wanawake. Haya, tuende tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, maana watatupa mechi bora sana naamini kwenye finali. Kabisa, itakuwa mechi ya kuvutia kila namna. Washabiki wengi wajitokeze. Shukrani sana Endo. Asante sana. Ni Endo Kinga Mkono, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na mchezo ambao utapigwa weekend hii na utakuwa live kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Finali ya ngao ya jamii kwa upande wa soka la wanawake Tanzania, Simba Queens akiwa mzigoni dhidi ya bingwa mtetezi JKT Queens. Nani kwa mbabe? Fuatilia mtanange huo Jumapili hii. Lakini mbali na hilo, tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Safari ya timu ya soka ya wanawake JKT Queens kwenda Uturuki kuweka kambi kwa kujiandaa na ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake imeahirishwa kutokana na kukosekana kwa nyota 13 wa kikosi hicho waliojumuishwa katika timu ya taifa, ambapo Masau Bwire anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Tumeona tutumie wasaa huu kujulisha umma wa Watanzania kwamba viongozi wa jeshi wanaomiliki JKT Queens, nikimaanisha mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hasani Mabena, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Jenerali Rajabu Mabele, na mkuu wa majeshi kimaanisha CDF Jenerali Jacobo John Mkunda, kwa pamoja walichakata jambo hilo na kutoa maamuzi kwamba safari ya Uturuki tuiahirishe. Kwa hiyo safari ambayo ilikuwa ifanyike leo ya JKT Queens kwenda Uturuki kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika kule Algeria haitakuwepo. Na haitakuwepo kwa maana ya utaifa na uzalendo. Tumetazama faida kubwa kwa ajili ya kulitumikia taifa. Wachezaji 13 watakapokuwa wameondoka katika timu ya taifa iliyotangazwa wasishiriki kwenye timu ya taifa, linakuwa ni pigo kubwa kwa timu, ni pigo kubwa kwa taifa, na itaonesha hatuna uzalendo, na sisi ndio wazalendo namba 1. Kwa hiyo taifa kwanza. JKT Queens itaendelea kufanya maandalizi hapa nchini kwa ajili ya mashindano hayo yaliyoko mbele yetu, lakini wakati huo wakishiriki kikamilifu katika
timu ya taifa ambayo kambi yake itaanza tarehe 13. Masabwiri wakizungumzia kuahirishwa kwa safari ya JKT Queens. Tuendelee kuangazia tulionayo. Wana Kina Boys ama KMCFC wao wanaendelea na maandalizi ya ligi kuu NBC kujiandaa na michezo yao inayofuata ya ligi hiyo ya Tanzania bara msimu huu. Kocha mkuu wa klabu hiyo Mbrazili Mashio Maximo amefafanua namna anavyokiandaa kikosi chake, huko akipongeza pia maboresho yanayoendelea katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Our preparation come well, you know, because we improve. Maandalizi yetu yanaendelea vizuri kwa sababu tumeboresha baadhi ya maeneo yetu, sio tu ndani ya uwanja lakini mpaka nje ya uwanja. Tumepata chumba maalumu cha kutazamia picha za mjongeo za kiufundi, na hivi karibuni chumba cha kufanyia mazoezi nacho kitakuwa tayari kwa ajili ya kuimarisha utimamu wa wachezaji wetu. Hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha wachezaji wetu wanapata mahitaji muhimu kwa ajili ya kuchezea soka. Lakini tunajua ndani ya uwanja tumekuwa na makosa katika michezo kadhaa ya ligi. Nasi tunafahamu hilo na tumeanza kulifanyia kazi pia. Nafikiri mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City utakwenda kutupa majibu ya kile ambacho tumekuwa tukifanyia kazi. Lakini hivi sasa nafikiri wachezaji wangu wameelewa na watafanya vizuri kwenye mchezo ujao. Tuna furaha kwenye timu kwa sababu ni timu yenye vijana ambao ni wa Kitanzania tu. Tuna furaha na kile wanachokitoa na matarajio yetu ni makubwa pia. And we are very happy with what they answer, and also our hope is very big. Baada ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kukubali kipigo cha goli 1-0 dhidi ya Zambia usiku wa jana, kikosi hicho pia sasa kinajiandaa na safari ya kwenda Dubai kukipiga dhidi ya Iran katika mchezo wa kirafiki. Michael Kashinde ametuandalia taarifa ifuatayo. Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars inataraji kuondoka nchini Oktoba 11 kuelekea Dubai kwa ajili ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Iran utakaopigwa Oktoba 14 saa 12 jioni na kuonyeshwa mubashara kupitia Azam TV. Taifa Stars itaingia katika mchezo huo baada ya kupoteza nafasi ya kushiriki kombe la dunia ikifungwa goli 1-0 na Zambia katika mchezo wa mwisho ulipigwa jana kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa upande wa Iran, wao wameshiriki kombe la dunia mara 6 na mara 3 mfululizo, mwaka 2014 nchini Brazil, 2018 nchini Urusi na 2022 nchini Qatar, na tayari wamefuzu kushiriki kombe hilo kwa mara ya 7 katika nchi za Canada, Mexico na Marekani. Mchezo huo unatazamiwa kuwa mkali na mgumu kwa Tanzania, kwani ni timu mbili tu kutoka Afrika ambazo zipo juu ya Irani katika viwango vya FIFA, ambazo ni Morocco waliopo nafasi ya 11 na Senegal waliopo nafasi ya 18. Timu hiyo ya Asia Magharibi inashika nafasi ya 21 huku Taifa Stars ikiwa nafasi ya 107 katika viwango vya FIFA. Tukisalia hapo, baadhi ya wachambuzi wa soka nchini wametoa maoni yao baada ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kupoteza dhidi ya Zambia katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 uliopigwa hapo jana katika dimba la Amani Zanzibar. Bado tuna nafasi kubwa sana ya kutengeneza timu yetu kwenye tathmini ya kawaida. Tuache grudges kwamba mchezaji fulani kwa sababu nilimchukia siwezi kumuita tena. Sababu siku tunapofungwa ndio watu wanamkumbuka Kevin Mbappe. Siku tunapofungwa ndio kila mtu anamkumbuka Samata, lakini pia lazima tuelewe hivi vitu kwamba maandalizi hayaji siku moja. Cha kwanza kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa hatuna cha kupoteza, kwa hiyo unaona hata nadhani kila mchezaji, unajua si kila mchezaji anaweza kuwa anatoa 100% ya kile alichonacho. Wengine wanahitaji kuwa na msukumo kuanzia kwa mashabiki, kuanzia kwa kocha na watu wanaomzunguka. Kwa hiyo nadhani kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo kila upande, hususan kwa sisi, tulikuwa tuna cha kupoteza. Kwa hiyo unaona matokeo yaliyojitokeza ni kwa sababu kukuwa na motivation kwamba tulikuwa tunauendea mchezo kwa ajili ya kupata kitu gani. Kuna vitu fulani ambavyo improvement nimeiona, hasa baadhi ya wachezaji kadhaa ambao ni maingizo mapya. Ukiangalia namba 6 chini pale Gego kutoka Singida, lakini pia nimemwangalia yule left wing namba 29 kama siku 19 yule Mwarabu Muhindi amecheza vizuri sana, na hii sio mara ya kwanza anakuja, lakini kwa wakati huu inaonekana kwamba ana kitu kikubwa sana ama ana kitu kizuri ambacho kitakuwa future ya timu yetu ya taifa Tanzania. Si mchezo ambao nilikuwa nautazama kwamba ni mchezo ambao sisi tunatakiwa tuwekee ulazima wa kushinda, kwa sababu baada ya kupoteza dhidi ya Niger, lakini pia na sare ile ya Kongo, tayari tulishaondoka kwenye focus yetu
ya kuhakikisha tunamaliza nafasi ya pili tukiwa na alama nyingi, angalau tupate nafasi ya kucheza playoff. Kwa hiyo mchezo wa jana, na hata nafikiri niliingia kwenye akili ya mwalimu pia, kwa sababu niliona alibadilisha kikosi kwa asilimia kubwa. Ukiangalia mchezo wa jana, takribani wachezaji 8 walibadilika kutoka mchezo uliopita dhidi ya Niger. Hiyo ni kuona namna gani tulikuwa tunakwenda kufungua ukurasa mwingine baada ya mission yetu ya kutafuta nafasi ya kucheza angalau playoff ya kombe la dunia kushindikana. Jambo ambalo mimi nilipenda, kwa sababu mimi sikutazamia kwamba tushinde. Unaweza ukashinda mchezo wa jana alafu nini kinaenda kutokea. Kwa hiyo kwangu mimi kwangu niliona kupewa nafasi kwa watu wengine ilikuwa ni kitu muhimu. Ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza kwenye mshike hii leo, lakini tuna nusu saa nyingine ya pili ambayo nitakuja kukujuza mengine ambayo tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili ya mshike, lakini machache kati ya yale ambayo nitakuja kukujuza ni pamoja na haya. Fungu la tengwa kunogesha knockout ya mama msimu wa 6, mabondia kuzichapa kesho viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam. Na kwenye masumbwi bali la masumbwi na tukiangalia kwenye anga za kimataifa pia huko yapo ambayo yanaendelea, likiwemo la kocha wa Manchester United Ruben Amorim kuongeza mkataba wa kusalia United endapo ataaminiwa zaidi na mmiliki wa United hivi sasa. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu katika nusu saa ya pili ya mshike. Timu ya taifa ya Kenya imeibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Burundi kwenye uwanja wa Intwari uliopo mjini Bujumbura nchini Burundi katika hatua ya kuwania kufuzu kombe la dunia. Goli la Kenya limefungwa dakika 72 na mshambuliaji Ryan Ogam anayechezea klabu ya Wolfsberger inayoshiriki ligi kuu nchini Austria. Awali mchezaji wa Burundi Bonfils Caleb Bimeminyana alipata kadi nyekundu dakika ya 5 ya mchezo huo na kuifanya Burundi kubaki pungufu kwa mchezaji mmoja. Matokeo hayo yameiongezea Kenya alama 12 na kuiweka katika nafasi ya 3 ya msimamo wa kundi F, huku Burundi ikisalia katika nafasi ya 5. Tuendelee kuangazia mengine. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Gelson Msigwa amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atatoa zawadi ya fedha taslim milioni 10 kwa bondia atakayetoa mkanda wa knockout au milioni 5 kwa bondia atakaye shinda kwa pointi ama kwa alama za kawaida. Msigwa ameeleza hayo alipokuwa akielezea kuelekea usiku wa knockout ya mama msimu wa 6 hapo kesho katika viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipopelekewa wazo hili la knockout ya mama, akasema nitaunga mkono, pamoja na kwamba wazo lililetwa na Mafia Boxing, lakini mama akasema nitaunga mkono mabondia wote watakaoleta mikanda kwenye nchi yetu. Anatoa shilingi milioni 10 kwa bondia anayeshinda kwa knockout na anatoa shilingi milioni 5 kwa bondia anayeshinda kwa point katika kugombania mkanda wa kimataifa. Kwa hili ni jambo kubwa sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunaamini kwamba ataendelea kuunga mkono michezo. Tumeona katika dira ya maendeleo ya mwaka 2050 Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba dira inaweka msingi wa namna gani nchi itasimamia michezo zikiwemo ndondi. Mabondia mbalimbali watapanda ulingoni kesho Oktoba 10 katika knockout ya mama msimu wa 6, na sasa ni kuupitishe katika mapambano ya usiku huo. Yatakuwa ni mapambano yepi? Lakini kabla sija kujuza kwanza ni mapambano gani ambayo tutashuhudia usiku huo, mwenzetu Gilbert Johannes ni miongoni mwa timu ambazo zitakita kambi kesho Posta Kijitonyama kutuarifu zaidi kuhusiana na atakayokuwa yanaendelea. Kila kitu kimekamilika. Kilichobakia ni kwako mtazamaji wa Azam TV kulipia kifurushi chako na kushuhudia ngumi zikitoka, mikono ikitoka. Mabondia wote mwashuhudia wako tayari kwa ajili ya hapo kesho. Ni knockout ya mama season 6. Nipo hapa na Leila. Kwa uchache utimamu wa mabondia wote mwashuhudia, hakuna aliye na changamoto. Unatamani nini kitokee kwa hapo kesho? Of course kesho natamani kuona mchezo mzuri kwa sababu appearance ya wachezaji wote iko vizuri, lakini pia kila mtu anaonekana na shauku ya kupigana. Kwa hiyo tutegemee mchezo mzuri siku ya kesho, lakini pia
tuombe dua tufike kesho salama, kwa sababu wakati tunapanga yetu Mungu naye anapanga ya kwake. Mwenzangu Gebe Johannes ambaye amekita kambi pale Posta Kijitonyama, lakini leo ilikuwa ni face off, kwa hivyo ni maandalizi kuelekea mchezo wa hapo kesho. Baadhi ya mashabiki wa bondia Idi Pialali wametoa maoni yao kuelekea pambano lake la usiku wa knockout ya mama katika viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam dhidi ya Ronald Miro kutoka Uganda. Mwanahabari wetu Hadija Halifa ana undani wa hilo. Na sasa tuko hapa katika eneo la Manzese Bakhresa ambapo bondia Idi Pialali anatarajiwa kushuka rimbani kesho na bondia kutoka Uganda Ronald Miro. Mapambano hayo yatakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Yaani ushindi ni lazima. Hilo na uhakika. Kwa sababu ninachosema ni uhakika. Hajai kutufelisha watu wa Manzese na Balesa na Manzese na timu yote. Yeye ndio rais wa Manzese katika ngumi, hapo ndo Simba wa Manzese katika ngumi. Bondia wangu yuko fiti. Amejiandaa, makocha wamemtraining jinsi inavyotakiwa. Na huyo Ronald Miro ajiandae, kama si raundi ya kwanza ya pili yani anakaa. Bondia yuko vizuri na Manzese imesimama. Nina imani na mwanangu Idi Pialali. Simba hajawahi kutuangusha. Mimi na imani kabisa ni kesho ushindi wa kwetu. KO au kwa point, lakini mambo yote yatakuwa mazuri. Box yetu anafanya mazoezi, ana starehe wala nini, anapata muda kupumzika na kila kitu. Sisi tunapiga tu raundi ya kwanza tu. Ushindi tunavyokuja sisi tunavompokea. Mashabiki wajitokeze waje angalie laza. Waje muangalie Idi Pialali anafanya nini. Yani waje wengi. Wala siogope kuja. Wakichelewa utamkuta Idi Pialali ashamaliza ujue. Kwa mgeni yoyote anayekuja hapa sisi tunapiga, kwa sababu sisi tunajivunia kitu kimoja kwanza. Sisi tunakula ugali. Uganda chakula chao ni ndizi. Na mtazamaji wa Azam TV, hao ni mashabiki wa bondia Idi Pialali kutoka hapa Manzese Bakhresa ambao wamejinasibu kweli kweli kuelekea katika pambano la kesho kwenye knockout ya mama. Nikiripoti kutoka hapa katika maeneo ya Manzese Bakhresa jijini Dar es Salaam, Hadija Halifa, Azam Sports. Tukisalia kwenye vitasa, mashabiki wa masumbwi kutoka Morogoro wamesema wanataraji kushuhudia mapambano yenye ushindani kutokana na ubora wa maandalizi yaliyofanywa na mabondia wote watakaopanda ulingoni usiku wa knockout ya mama msimu wa 6. Natarajia kuona pambano la kesho, kuona wapiganaji Idi Pialali na Ibrahim Mafia na wengine kadhalika ambao watakao kuwepo katika hilo pambano. Nina shauku sana kwa siku ya kesho, ambayo kwa siku ya hiyo pambano ni waone wanaopigana. Nataka niwaone vijana wakiwa wakisogea, wakipigania ndoto zao kwa mbeleni. Natakiwa tuwape sana support vijana wetu wanaopigana. Natarajia mapambano mazuri sana kwa sababu naona wapiganaji chipikizo wanakuja vizuri, kama huyu dogo Ibrahim Mafia, huyu anapigana vizuri sana, anapenda style yake, anapenda sana kuscore. Kwa hiyo napenda sana kumfuatilia sana, ila yote kwa yote mimi natamani pambane la mwisho ambalo la Juma Choki na huyu jamaa si kutoka wapi huyu. Bwana, mimi Juma Choki namkubali sana. Tena sana. Yaani ajue kabisa kuna Doto Kamguna yuko Morogoro hivi anakukubali kinoma. Mimi napenda sana upiganaji wake. Kesho tunatarajia kupata burudani ya kutosha kutokana na mabondia wote wamejiandaa. Unajua sasa hivi Tanzania kuhusu michezo tuko juu. Tuko juu. Kesho tunaangalia vitasa vya ukweli kabisa. Watanzania watatupaisha vizuri. Unaoni kupitisha kwenye orodha ya mabondia sasa ambao watakuwa ulingoni hapo kesho, na ngoma itakuwa live kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Na hawa ni mabondia ambao watakiwasha kesho wote kwenye ring moja kwa nyakati tofauti. Kwanza Kalolo Amiri yeye atamenyana na Rama Christian. Ni pambano ambalo litaanza majira ya saa 1 kamili usiku mpaka saa 1:35. Lakini itategemea pia, maana sometimes knockouts za mapema zinatokea. Lakini pambano lingine kubwa, Changarawe kama ambavyo unafahamu atamenyana na Kenneth Likiamuzi, miongoni mwa mapambano ya kimataifa kwa sababu mpinzani wa Changarawe ni wa level za kimataifa. Pambano lingine kubwa ni Magoma atakuwa mzigoni pia dhidi ya Muhammad Sakib, miongoni mwa mapambano pia makubwa hapo kesho. Usisahau kwa Idi Pialali pia tumetoka kumtazama punde tu kutoka sasa, ambaye atamenyana na Ronald Miro. Lakini pia pambano lingine kubwa, Mchanja Yohana yeye atakuwa mzigoni dhidi ya Ladri Potilo, miongoni mwa mapambano pia makubwa hapo kesho. Ibrahim Mafia tunatoka kumtazama pia punde hapa, atakuwa mzigoni dhidi ya Alvin
Mamik ni miongoni mwa mapambano makubwa ambayo yatapigwa hapo kesho. Salmin Kasim atakuwa mzigoni dhidi ya Khan Koti, miongoni mwa mapambano pia makubwa hapo kesho, na ili ngoma itakuwa ni majira ya saa 6 hivi ama kuelekea usiku unaofuata. Wakati huo usahau kwamba main card ama baada ya hiyo supporting ya Salmin Kasim na Ken Kotei, main card ni Juma Choki dhidi ya Man Kandan V, miongoni mwa mapambano makubwa ambayo yatapigwa hapo kesho kwenye Masumbwi ambayo yatakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV. Muda huu tutaangalia kile ambacho kimetokea bila kurasa yetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kuhusiana na vitasa ambavyo nimekujuza hapa. Vitasa knockout ya mama msimu wa 6 ni kesho Oktoba 10, 2025. Je, ni pambano lipi unalolisubiri kwa hamu? Tuangalie maoni yako ambayo tuandikia kupitia kurasa yetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, tukianza na Azam TV Sports kule Instagram. Anajiita Maneti Kione, anasema nasubiri mapambano yote kwani yote ni ya moto, sina ubaguzi, na angalia mabondia wote. Lakini Narimo Joseph yeye anasema binafsi naamini pambano la Juma Choki na Manikanan ndilo litakuwa zuri zaidi, ni maoni yake. Lakini Ambrose Joseph Butilaga yeye anasema nalisubiri kwa hamu pambano la Sharif Kizito na Hafidhi Mtambo, linaonekana litakuwa kali sana, ni maoni yake. Tuangalie ukurasa mwingine. Na sasa ni Facebook Azam Sports. Huyu anaitwa Mabele Malale anasema mimi nasubiri kwa hamu pambano la Ibrahim Mafia dhidi ya Alvin Kamiga. Anasema sababu ni mabondia ambao hawajuani na kila mmoja anaonekana kuwa bondia mzuri. Ile Joseph anasema nasubiri mapambano yote kwa hamu kubwa sana, ila anasema amekosekana mtu mmoja kipenzi cha watu, Mandonga Mtukazi angekuepo pangenoga sana, maana anafurahisha jukwani na watu wanampenda. Haya, lakini Chata Black Tanzania anasema baada ya Azam TV kurudi rasmi kwenye vitasa, binafsi nimekuwa nikipenda kuona kila pambano kutokana na ubora wa picha za Azam TV. Yani ni burudani sana. Sisi tunasema asante kwa hiki ambacho mmekizungumza. Burudani itakuwa bora sana hapo kesho. Unimshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu tuendelee kuangazia mshike. Kwa mkoa wa Tanga, Balozi Batilde Buriani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mashindano ya Tanga City Marathon ambayo anatarajiwa kufanyika Jumamosi. Wakizungumza na Azam Sports, waandaaji wa mashindano hayo wamesema kuwa maandalizi yamekamilika na baadhi ya wakimbiaji tayari wameshawasili mkoani humo. Tunashukuru, umeenda vizuri, maandalizi yamekamilika. Kinachosubiria ni kufika siku ya tarehe 11 Jumamosi kwa ajili ya kufanya event yetu. Mwitikio kwa mwaka huu umekuwa ni mkubwa sana, kiasi kwamba tiketi zote tumeziuza zimeisha. Kwa hiyo usajili umefungwa. Sasa hivi watu wanakuja kwa ajili ya kucollect tiketi zao tayari kwa ajili ya kufanya event siku ya Jumamosi. Hii ni fursa kwa wafanyabiashara wa jiji la Tanga waje kwa ajili ya kuuza, kuonyesha na kutangaza bidhaa zao, kwa sababu wanakuja watu kutoka pande zote za Tanzania. Kwa hiyo ni fursa kwao waje wauze bidhaa zao, na itakuwa ni siku mbili, event itafanya siku mbili. Siku ya Ijumaa tutakuwepo kuanzia mchana, tutakesha, tutaamkia siku ya Jumamosi, siku ya event tutaendelea. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Swala la ulinzi na usalama kwa kweli tumejipanga, tumeshaongea na OCD. OCD amesema atakuwa na patrol zitapita maeneo yote ya katikati ya mji ambao tunajua wakimbiaji wataenda kupumzika, na pia hapa uwanjani. Kwa hiyo tutakuwa na patrol za kutosha. Maaskari wameandaliwa, wapo tayari kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa kila mtu ambaye atafika hapa. Tuendelee kuangalia michezo mingine, na sasa tugeukie pool table. Katika hatua nyingine, wachezaji wa klabu ya Mchana yenye maskani yake jijini Nairobi nchini Kenya wameeleza namna wanavyoona mchezo wa pool table ukizidi kukua kutokana na uwezo unaoonyeshwa na wachezaji wa mchezo huo. Wachezaji hao pia wamesema sasa umefika wakati wa serikali kutazama mchezo huo kwa jicho la tatu. The coming 2-3 years, I think I'm seeing us a lot more in the international space, where it's not just Africa, doing a lot more with, other billiard sports. Nikijaribu kuvuta picha ya miaka kadhaa hapo mbele, ninaona kabisa tukiwa tumezidi kujikita katika medani za kimataifa, sio tu ndani ya Afrika, bali hata katika michezo mingine kama ya handball na mashindano mengine ya kimataifa, kwa sababu tayari tunaelekea huko. Kwa upande wa wachezaji wanawake, ninawaomba wazidi kujitokeza, kwa sababu tayari mazingira rafiki yameshatengenezwa kwetu sisi wanawake
katika kuucheza mchezo huu kama ilivyo Uganda na hata Afrika Kusini. I think clubs have created safe spaces for us to play. I think we should be able to step out now and be bold enough to play like Uganda and South Africa. Kwanza ni kuwapa shukrani mapromota wetu ambao wametusaidia sana hadi mahali tukafika. La pili ni kushukuru wachezaji kwa jinsi ambavyo wamejitolea katika mchezo huu. Manake mimi naona jinsi tunavyoendelea na huu mchezo ipo mahali tunaenda, yani tunavuka step by step kila siku. Kwa upande wangu mahali mchezo wa pool umefika, linafaa liwe mchezo ambao unajulikana katika Olimpiki. Inafaa liweze kuwa na inafaa uwe na mjulikano, serikali ziweze kuingilia kati, ichukuliwe kama mchezo wa kawaida kama mipira, football, volleyball, mchezo wengine wowote. Mimi naweza tamani sana serikali zote ziweze kufahamu mchezo wa pool kama michezo zingine yote ya kawaida. Katika kiendelea, Cheyo Sports Academy ya mkoani Tabora imeandaa mashindano maalumu ya siku ya kumbukumbu Mwalimu Nyerere ambayo imezinduliwa Tabora, ambapo timu 8 za soka zimethibitisha kushiriki mashindano hayo. Juma Kapipi kutoka huko anaarifu zaidi. Lengo la mashindano hayo ni kuibua vipaji kwa wachezaji chipukizi. Kuanzishwa kwa mashindano hayo katika kumbukizi ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kila mwaka ifikapo kumbukumbu ya baba wa taifa, mashindano haya yatakuwepo. Akizindua mashindano hayo ambayo yatafikia tamati Oktoba 14 mwaka huu, siku ya kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mkuu wa wilaya Tabora mjini Upendo Wera amepongeza hatua hiyo, huku akidai serikali inathamini mchango mkubwa wa wadau katika kuendeleza soka nchini. Lakini michezo ni urafiki, kwa hiyo na wale wachezeshaji wakachezeshe kwa haki ili kila mtu akaweze kuvuna kile ambacho amekipanda, kusiwepo na manunguniko. Vinginevyo itaonekana kwamba hichi kinachoandaliwa hapa kitaonekana kama kuna umbana, naona kuna watu tayari wameshaandaliwa. Kwa hiyo tukachezeshe kwa haki ili mshindi akapatikane kwa haki. Kwenye hizi timu shiriki tutaona mchezaji ambaye ana uwezo na ana qualify kwa maana ya kukizi vile vigezo vya miaka 20 kushuka chini, tutaweza kumchukua, kwa sababu wajibu wetu sisi ni kutambua, kuvumbua, kuendeleza vipaji. Jumla ya timu 8 ndizo zinashiriki katika mashindano hayo. Wadau wa soka wameonekana kuyapokea vizuri zaidi. Kila namna unavyochezwa, kuna makosa madogo ambayo sisi walimu tumeshakaa na tunaendelea kuyang'amua. Tumejifunza mambo mengi, tumekutana na timu ambayo ni nzuri, yenye uelewa, na nadhani sisi tutajifunza mambo mengi kupitia kwao. Kuweza kuandaa mashindano haya, maana ni jambo kubwa na ni jambo la kuwafariji na ni jambo la kudumisha soka katika mkoa wa Tabora. Mashindano kama haya yanawainua vijana, hasa wadogo wenye vipaji, yanawainua kutoka kwenye level ya chini na kuwafanya siku moja waonekane kwenye ligi hizi kuu kama Simba na Yanga. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Tukamilisha na hili. Licha ya klabu ya Manchester United kujikuta wanamaliza ligi msimu uliomalizika katika nafasi ya 15 kwenye msimamo, nafasi ambayo ni mbaya zaidi kwa kushikwa na kikosi hicho tangu mwaka 1974 na kumfanya kocha wa kikosi hicho Ruben Amorim kuwa katika pressure kuanzia mwanzoni mwa msimu huu, katika pressure ya kuachia ngazi kutoka kwa mashabiki. Katika hali isiyotarajiwa, mmiliki na kiongozi wa klabu hiyo Sir Jim Ratcliffe ameonyesha pia wazi kwamba bado ana imani na mwalimu huyo na kusema kuwa anamwamini na yupo tayari kumpatia hata miaka 3 zaidi ili kuijenga timu hiyo kuelekea mafanikio. Amorim anaelekea kumaliza mwaka mmoja ndani ya Manchester United tangu arithi mikoba ya Ten Hag mwezi Novemba mwaka jana, lakini amekuwa na wakati mgumu, kwani hata msimu huu United hawajaweza kushinda hata angalau michezo 2 mfululizo. Nikukumbusha mkataba wa kocha huyo ulikuwa ni wa miaka 2 na unatarajiwa kumalizika mwaka 2027, huko katika wakati huu mashabiki wa United wakionekana kutoridhishwa na mwenendo wa kikosi hicho. Itakuwaje? Mimi na wewe hatufahamu. Miliki anasema bado ana imani na kocha huyo. Tani zangu Manchester United wana haha kweli. Bana, tukamilishe na muhtasari ili baada ya kukujuza hayo ambayo nimekujuza nikukumbushe tu machache kati ya mengi ambayo nilikuambia hapa hii leo. Ni pamoja na haya: mashabiki wa Simba na Yanga watamba kufanya vizuri michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
Simba Queens yatinga fainali ya ngao ya jamii huku Yanga Princess ikichapwa na JKT Queens. Na kwenye masumbwi fungu la tengwa kunogesha knockout ya mama msimu wa 6. Mabondia kuzichapa kesho katika viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam. Huu ni mshike. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Inshallah tukutane wiki ijayo.